mimi, wewe ulinitakasa. Salamu za upendo, furaha na matumaini. Ninakusalimu, tumsifu Yesu Kristo. Pokea salamu hizi za upendo kutoka kando ya kanisa kuu la Moyo Mtakatifu wa Yesu, Kihesa, Jimbo Katoliki la Iringa. Safari ya kipindi cha wito leo imetia nanga katika viunga hivi ambako namna ya kipekee ninazungumza na Mhashamu Tarsisius Ngalale Kumtwa, askofu mstaafu na msimamizi wa kitume wa jimbo hili. Yako mengi na mazuri ambayo anakwenda kutushirikisha. Tunakwenda kuangazia maisha yake ya uaskofu katika kipindi cha miaka 36, ambayo safari hiyo ilianza tarehe 6 ya mwezi wa kwanza mnamo mwaka 1989 na leo ni mwaka 2025, ambako siku chache tu zilizopita Baba Mtakatifu Francisco aliridhia ombi lake la kung'atuka kuwa askofu wa jimbo hili. Imekuwa ni safari ya namna gani? Tafadhali kuwa nasi hadi pale tamati. Mimi ni Eric Pasco Jr, nyuma ya kamera ni Innocent Masai pamoja na Tobias Agustino Miovela. Karibu uwe nasi hadi tamati. Baba Askofu, ninatumia fursa hii kukushukuru kwa kukubali kuzungumza nasi, na kwa namna ya kipekee leo tukienda kuangazia safari yako ya miaka 36 ya utume wako katika daraja takatifu ya uaskofu. Karibu, tupo. Siku chache zilizopita Baba Mtakatifu aliridhia ombi lako la wewe kustaafu katika utumishi wa kiaskofu. Tafakari yako ya miaka 36 kama askofu, unajisikiaje hivi sasa? Namshukuru Mungu Mwenyezi ambaye amenivumilia. Ndio. Na taifa au mataifa, maana nilianzia Sumbawanga. Ndio. Ipo baadaye nikaja hapa. Ndio. Kwa hivyo ni shughuli ya utume wa neno la Mungu. Ndio. Maadhimisho ya kiliturujia. Okay. Na pia hata kuangalia maendeleo ya watu. Ndio. Ni sehemu ya kanisa ambalo linahudumu. Tuanze kwa kuitazama ile tarehe 6 ya mwezi wa kwanza mwaka 1989 ambapo uliwekewa mikono na Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa Pili na ukawekwa katika daraja takatifu ya uaskofu. Kama ulivyotangulia kusema, ulianza majukumu yako kama askofu mwandamizi kule Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Ilikuwa ni siku ya namna gani kwako? Ulijisikiaje? Tukio la namna hiyo kwa vyovyote ni zito. Ndio. La baraka, lakini pia ni shughuli ambayo mtu anaipokea. Ndio. Na kutarajia kwamba katika muamini Mungu. Ndio. Na kwa unyenyekevu na utulivu kazi hiyo ya uchungaji itaweza kufanyika. Ndio. Hiyo ndio ilikuwa hisia siku. Na tulikuwa pale Roma, tulikuwa watu 13 kupewa uaskofu. Ndio. Na mmoja akiwa ni mpendwa wetu, yule ambaye alikuwa askofu wa Musoma. Ndio. Ambaye alishatangulia kwa Mungu tayari. Baba Askofu Samba. Ndio. Mwenyezi Mungu ampe pumziko la milele. Amina. Baba Askofu, katika kukua kwako tangu unazaliwa unakuwa unapata elimu ya shule ya msingi, uliwahi kufikiri hata siku moja kwamba pengine ungekuja kuwa padre ambao umelitumikia daraja hilo kwa miaka 52 na hatimaye kama askofu kwa miaka nyingine 36? Kwa vyovyote nilipokuwa elimu ya msingi. Ndio. Kule Tosamaganga. Ndio. Leo hiyo shule inaitwa Lupalama A. Lupalama A, ndio. Ambapo ndio nilisoma darasa la kwanza, la pili, la tatu, la 4 wakati huo. Ndio. Nakumbuka kwamba kabla ya kuhitimu elimu ya msingi niliwahi kuzungumza na rafiki yangu mmoja kuhusu kujiunga na seminari. Ndio. Na hata katika umri wangu mdogo. Ndio. Nilikuwa napenda sana masuala ya kiliturujia. Ndio. Kwa pale altareni, kuhudumu na kuangalia altare ilivyowekwa na nini, basi nilikuwa naona sehemu ya mbingu. Na mimi nikawa nawaza kwamba niende huko, na kweli nilipohitimu elimu ya msingi mwaka 59, mwaka 60 Januari, tarehe 28 Januari ndio nilijiunga na seminari ya Tosamaganga. Ndio. Basi ndio nikaendelea. Ulijisikiaje siku ile unawekewa mikono na unakuwa padri, ile tarehe 7 ya mwezi wa 4 ya mwaka 1973? Hiyo nayo ilikuwa ni hatua ya pekee. Maana kwanza ilikuwa ni ugenini. Ndio. Lakini nilikuwa na baraka yote na kibali chote cha
askofu wangu wa wakati huo, mzee wetu Asale na Amani Mgulunde. Ndio. Kwa hivyo ilikuwa ni jioni siku hiyo, na nilikuwa peke yangu wa kupewa daraja hilo. Ndio. Na mzee Bruno Frategiani alikuwa askofu wa jimbo kuu la Camerino. Ndio. Kwa hivyo huko ndiko nilikopatia daraja ya upadre. Tungeweza kusema hivi, daraja ya ushemasi nilipata chuoni pale Roma. Ndio. Daraja la upadre huko Camerino. Ndio. San Ginesio. Halafu tena baada ya kupita huko nikarudishwa tena Roma kuwekewa mikono na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Hongera sana Baba Askofu. Asante. Katika kipindi cha miaka 52 Baba Askofu kama padre, na katika kipindi cha miaka 36, ni kitu gani hasa kimekugusa katika utumishi wako katika ngazi zote mbili, yani katika ngazi hii ya upadre na ngazi ile ya uaskofu? Binadamu ni kiumbe dhaifu. Ndio. Na makasoro mengi. Nina makasoro mengi. Ndio. Kwa hiyo unapokea heshima hiyo, daraja hilo, kwa shukrani, lakini pia kwa kutetemeka. Ndio. Maana si mchezo kuwa kiongozi wa taifa la Mungu. Kweli kabisa. Kuwasaidia watu, kuwafungulia milango na njia za kuweza kwenda kwenye agano lile la umilele wa Mungu. Ndio. Ndio. Ni changamoto gani kubwa ambayo ukitafakari katika kipindi cha miaka 52 ya upadre na katika kipindi cha miaka 36 kama askofu unaikumbuka sana ama ilikusumbua kidogo? Kwa kueleza ukweli wote, ndio, namshukuru Mungu Mwenyezi kwamba kazi, majukumu, wajibu nilizopewa na viongozi wangu nilizipokea na nikajitahidi kutekeleza yote hayo kwa uaminifu na kwa upendo. Ndio. Nilianzia na miaka miwili ya uparoko wa Ifunda. Ndio. Mwaka ule 74 mpaka 76. Ndio. 77 mpaka 82 nikawa Peramiho kama mlezi, kama mwalimu. Ndio. Wa vijana ambao wa seminari wakubwa. Ndio. Baadaye nikarudishwa kwenye seminari yetu ya jimbo hapa Mafinga. Ndio. Kutoka mwaka 1982 mpaka 88. Ndio. Ndipo kutoka hapo wazee wa kanisa, viongozi wa ngazi ya juu kabisa, ndio, wakawa wameniteua na kunituma niende Sumbawanga kama askofu mwandamizi kwa mzee Msakila. Kufanya kazi na Askofu Msakila kulikuwa kuna maana gani sana katika safari yako ya uaskofu? Kufanya kazi na mzee Msakila kulinipa fursa ya kujifunza. Ndio. Kwa ni shule. Ndio. Maana yake nini kuwa askofu, kuwa mratibu wa utume katika jimbo. Ndio. Kuwa pia mtu unayeongoza wenzako katika utumishi wa kanisa. Kwa hivyo miaka ile 4 ilikuwa ni shule. Mshukuru Mungu, nimshukuru na mzee huyo akanisindikiza hadi hapa. Ndio. Na ndipo akanikabidhi kwa watu wa Iringa. Kwa hiyo mimi ni wa Iringa, lakini nilikuwa nimepelekwa huko kama mtumishi. Kwa hivyo walirudi wakawa wananisindikiza hapa kwa furaha, lakini pia kwa uchungu. Baba Askofu, kwa mtu ambaye alikuwa mfahamu hayati Baba Msakila ambaye alikuwa ni askofu wa jimbo Katoliki Sumbawanga, wewe umekaa naye kwa miaka 4, alikuwa ni baba wa namna gani? Mzee Msakila alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda ukweli. Ndio. Na alikuwa ni mtendaji hodari sana. Hata wa kazi za mikono. Ndio. Na hivi kwake pia niweza kujifunza kwamba kuwa kiongozi
kuwa baba katika familia si swala tu la kukaa ofisini, lakini pia hata kuwa na shughuli za kuangalia maendeleo ya watu ya kiakili, kimwili na kiroho. Na hivi nilijifunza kwake jinsi alivyokuwa katika umri wake tayari mkubwa, lakini alivyokuwa mwepesi wa kukumbatia shughuli mbalimbali. Tumuendelee kumwombea aendelee kupumzika kwa amani. Amina. Baba Askofu, ukitazama tangu umewekwa wakfu katika daraja takatifu ya uaskofu ile tarehe 6 ya mwezi wa kwanza ya mwaka 89, na unapojitazama leo ni mwaka 2025, mwaka wa jubilei kuu, kanisa la mwaka 89 lilivyokuwa, hali ya ukuaji wa maisha ya kiroho na hali ya ukuaji wa maisha ya kiroho ya mwaka 2025, kuna utofauti wowote unaoona? Ni kwamba nilipopata daraja hilo la uaskofu, ndio nilipata nje ya nchi yangu. Ndio. Na hivi, lakini ilikuwa baada ya kuwa nimesoma pale kwa miaka 5. Hivyo kwa vyovyote vile waamini wa zama hizo na wakati huu wa leo kumekuwa na mabadiliko makubwa kifikra, ndio, kiutamaduni, maendeleo. Ndio baba. Lakini pia kumekuwa ni kurudi nyuma katika maana ya kutokuwa tena na ile ari ya Mungu, hamu ya Mungu. Ndio. Wakati huko nyuma watu walikuwa na ari kubwa ya kumtafuta Mungu. Ndio. Miaka ilivyopita kwa sababu ya sayansi na teknolojia na maendeleo haya ya kisasa, basi watu walianza kuwa wazembe. Kwa hiyo kwa mtazamo wako Baba Askofu, unaamini kwa kipindi cha sasa hali ya ukuaji wa maisha ya kiroho ipo chini zaidi kuliko ilivyokuwa siku za nyuma? Sitasema ipo chini, nasema ni tofauti. Ndio. Tofauti kutokana na mazingira yalivyo na utamaduni wa sasa. Ndio. Ambao una vitu vyake vinavyokuwa ni vizuri, mambo ni mazuri mengi tu, lakini pia kuna changamoto nyingi katika ulimwengu wa leo kwa kuweza kumsahau Mungu, ambaye kwa kweli kama tukisha kumsahau Mungu alafu yote ambayo tunayafanya ni kazi bure kabisa. Katika kipindi hicho chote Baba Askofu cha miaka 36 ya utumishi wako kama askofu, ni watu gani sana waliokutia moyo wakati ukiendelea kutekeleza majukumu yako kama askofu? Wamekutia moyo na kila mara ambako ulikuwa unajisi pengine upo nyuma kidogo, walikuwa karibu yako na walikufanya uendelee kuona safari inawezekana, safari inasonga mbele? Shughuli ya uchungaji ni shughuli ambayo ina vitu vyake na huwezi kuitenda ikiwa peke yako. Ndio. Kwangu mimi ilinisaidia sana kuwa mjumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ndio. Kwa miaka mingi nilikuwa katika idara ya ibada ya liturujia. Ndio. Na hivi kwa kuwa katika nafasi hiyo nilikuwa na nafasi nzuri ya kukutana na wenzangu, nafasi nzuri ya kujifunza kwa wazee waliotutangulia, na baadaye katika kuendelea ikawa nafasi nzuri pia hata ya kuwashirikisha wale waliokuja baada ya mimi kuweza kuona tutende kazi ili Bwana asifiwe na sisi tuweze kuwa na furaha ya utume wetu. Ndio. Sasa unakwenda kupumzika baada ya kazi kubwa ambayo umeifanya katika Jimbo Katoliki Sumbawanga, katika Jimbo Katoliki Iringa na katika nafasi ya Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kuanzia ule mwaka 2013 hadi mwaka 2019. Baada ya kustaafu Baba Askofu, unatarajia kutafanya kitu gani? Utaenda kufundisha seminarini kidogo tena ama itakuwa namna gani? Mimi ninachofikiri sasa, ndio kibanda au kona nitakayokuwa naishi ndio nitaifungua ili kukaribisha watu. Ndio. Kama mchungaji, lakini pia nitapata nafasi nzuri ya kujisomea maandiko ya aina mbalimbali, hata vitabu
vya kawaida ili akili isichoke kujifunza. Elimu kuishi ni kujifunza. Ndio. Kwa hivyo kwenda kwa mwalimu hapana, maana umri wenyewe ndio huu. Umekimbia kidogo. Au kukimbia kidogo kwenda. Ndio. Askofu. Una ushauri gani kwa vijana ambao wana nia ya kuja kuwa mapadre siku za usoni, lakini pia una wito gani kwa mapadre ambao tayari wamekwisha kupewa daraja takatifu ya upadre na maaskofu ambao pia siku zinavyokuja nao pia wanapewa nafasi katika daraja takatifu ya askofu? Una neno gani kwao? Tuanze kwa hao vijana ambao wana nia ya kuwa mapadre. Vijana walio kwenye seminari zetu kuanzia elimu ya sekondari hadi high school. Halafu tena tunao vijana ambao wanajiandaa kwenda kuanza kusoma filosofia. Ndio. Halafu tunao vijana ambao wapo kwenye seminari zetu katika taifa letu. Mungu bariki, ametujalia tuna seminari nyingi. Hivi tuna nafasi ya kuwa na mawazo mapana, kwa vile taifa letu sisi kama maaskofu, kanisa tunaliona si kanisa la mtu mmoja katika jimbo lake kwenye kona amekaa pale. Ndio. Bali ni familia ya watoto wa Mungu ambao kwa hivyo mkazo wangu nakuwa ndio huo. Juzi tu nilikuwa kwenye kikao cha bodi ya seminari ya Mafinga ambayo inalea Mafinga na Iringa. Ndio. Basi ikawa nawaambia vijana kwamba ushikwalo ushikamana. Ndio. Kadhane kama kweli mnataka kuwa mapadri, basi masomo, sala, michezo na maisha ya pamoja ili kujiandalia zile fadhila ambazo zinahitajika kwa mchungaji. Ndio. Ningependa mwambie neno moja Baba Askofu mteule Romanus Mihali ambaye tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 ikimpendeza Mwenyezi Mungu atawekwa wakfu katika daraja takatifu ya uaskofu na kusimikwa kwa askofu wa jimbo hili. Una neno gani fupi kwa ajili yake? Kwa ajili yake, kwa vile namfahamu toka alipokuwa bado kijana mdogo. Ndio. Nimemlea mwenyewe seminari ya Mafinga. Ndio. Ningemhimiza tu kuwa mtu wa sala na moyo wa ukarimu katika kupokea na kusikiliza watu, ili wanapomwendea waweze kuondoka hata kama walikuwa na mazito tani nyingi. Ndio. Aweze kusema Mungu nashukuru nimekutana na mchungaji amenitia moyo. Kwa hivyo sala, halafu huruma na huduma kwa wahitaji. Kwa waamini wa Jimbo Katoliki Sumbawanga uliwatumikia katika kipindi cha miaka 3 mpaka 4. Kwa waamini wa Jimbo Katoliki la Iringa umewatumia kwa zaidi ya miaka 30. Nao neno moja kwa ajili yao. Wale wafipa wangu nilikaa nao vizuri. Ndio. Na hadi leo huwa wananikumbuka, hasa wale waliokuwa na umri, maana ni miaka kutoka 93 hadi leo. Ndio. Lakini namshukuru Mungu hadi leo huwa tukikutana au nikiwakumbuka wakinikumbuka, tunatazamana kama ndugu. Ndio. Na wenyewe wananitazama bado kama mchungaji wao. Karibu wangefikiri kwamba labda nikitoka hapa niende kule. Ndio. Ndio. Kwa hivyo ni mahusiano ya kifamilia, kanisa la Mungu, taifa la Mungu ambalo linaundwa kutokana na watu wa mataifa na makabila na lugha mbalimbali. Kuna lolote ambalo ungependa kulisema ambalo sijakuuliza kwa siku ya leo Baba Askofu? Nitoe mwaliko kwa wanakanisa wote. Ndio. Tutumie vizuri mwaka huu wa jubilei. Ndio. Ili tujipatie huruma ya Mungu na tuweze hata kupata baraka kwa ajili ya mazingira ambamo tunaishi, mazingira ambayo yana migogoro ya kutosha, lakini nani atakayetutenga na upendo wa Kristo?
hayupo. Ndio. Tuambatane na Kristo kwa kusudi la moyo. Baba Askofu, nitumie fursa hii kukushukuru sana kwa muda wako ambao umetupatia kwa siku ya leo kuzungumza nasi na kuzungumza na taifa la Mungu kupitia mahojiano haya maalum. Asante. Mungu atulinde wote, na ni kipindi cha Kwaresima. Ndiyo. Basi wakati uliokubalika ndio sasa, siku ya wokovu ni leo. Tutumie vizuri nafasi hizo ili Bwana atukuzwe na sisi wenyewe tujipatie furaha ya msamaha unaookoa. Asante sana Baba Askofu. Haya. Mungu na itika wito wako, umenijua mimi hata kabla sijaumbwa, kabla sijazaliwa mimi, wewe ulinitakasa.